Kama mke wako ni mjamzito, basi mfanyie mambo haya. Kwanza, mpe upendo wa ziada na muoneshe kwamba uko karibu. Ujauzito huleta mabadiliko ya kihisia, wakati mwingine anaweza kulia au kukasirika bila sababu. Pili, msaidie kazi ndogo ndogo za nyumbani. Hata kama umechoka, jitahidi kumsaidia, kama vile kufagia, kuandaa chakula, kufua au hata kumwandalia maji ya kuoga. Hii inamuondoa stresi na inaonyesha teamwork ya kweli. Tatu, hakikisha anakula vizuri na anakunywa maji ya kutosha. Chakula bora ni muhimu sana kwa mama na mtoto. Mletee matunda na msukume ale mara kwa mara. Hata kumletea kitu kidogo umfanye ajisikie cared for. 4, mpeleke kliniki bila kumwacha peke yake. Hata kukaa pembeni yake, kumsikiliza daktari kunamfanya ajisikie ana strong partner. Pia unajua afya ya mtoto wenu hatua kwa hatua. 5, mpe masafa salama ya kupumzika na kulala. Wakati mwingine anachoka sana, tengeneza mazingira mazuri ya kupumzika. Kitanda safi, mito laini, pamoja na utulivu. Even a small but message inaweza kumsaidia sana. 6, mpe support ya kihisia na kisaikolojia. Mpe nafasi ya kuongea feelings zake. Muulize, how do you feel today my love? Mfariji kama anaogopa kujifungua. Mwambie uko naye mpaka mwisho. Maneno yako ya upole yana nguvu kuliko unavyodhani. Na mwisho, mfanyie ajisikie mrembo na wa thamani kila siku. Mabadiliko ya mwili yanaweza kumfanya jione vibaya. Msifie kwamba you are growing, you are beautiful. Ninapenda kila hatua ya safari hii. Hayo ni maneno madogo madogo ambayo yakumjenga sana emotionally. Ukifanya mambo haya, unamtengenezea mazingira salama yenye upendo na amani. Mama anapopendwa, mtoto tumboni naye anahisi amani.